Kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu ni kiungio ambacho watu wengi ukitumia katika mapishi, lakini na watu ambao wanakichukia kutokana na harufu yake. Leo hii tuko hapa kuelezea faida 7 ya kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu ni miongoni mwa kiungo muhimu sana katika lishe au mlo wa binadamu. Japo watu wengi wanakichukia kwa harufu yake na ukali wake, sio ajabu sana kwa sababu hakuna mtu anayependa dawa. Baadhi ya watu wakipewa dawa na madaktari, wakishapata nafuu dawa nyingine hutupwa. Kiujumla hakuna anayependa dawa. Licha ya harufu yake, kitunguu swaumu na ukali wake, kiungo hiki ni miongoni mwa dawa bora za asili. Mwaka 2001, Dr. M. Block katika The Healing Power of Garlic alisema, Garlic is in nature antibiotic. It strengthens the immune system and purifies the blood. Akiwa na maana ya kwamba kitunguu swaumu kina viambato vya asili vinavyosaidia kuzuia na kutibu magonjwa kwa kuua vijidudu mwilini. Pia husaidia kusafisha damu, kupunguza shinikizo la damu na kuimarisha kinga ya mwili. Kimetumika kama tiba ya moyo, mfumo wa upumuaji na chanzo cha nguvu za kimwili. Je, kuna faida gani za kitunguu swaumu? Kula vitunguu swaumu vidogo, garlic cloves, kila asubuhi kwa siku kadhaa ni jambo lenye faida nyingi kiafya, hasa kama unakula vibichi bila kupikwa. Hizi ni faida kadhaa za kufanya hivyo kwa lugha rahisi, lakini kwa msingi wa kisayansi. Faida namba 1. Vitunguu swaumu vina kiambato kinachoitwa allicin, ambacho kina uwezo wa kuua bakteria, virusi na fungus. Hivyo husaidia mwili wako kupambana na mafua, kikohozi na maambukizi madogo madogo. Namba 2. Husafisha damu na ini. Kula vitunguu vibichi asubuhi kabla ya kula kitu kingine husaidia kuondoa sumu, yani toxin, mwili kupitia mkojo na jasho. Hii husaidia ngozi kung'aa na ini kufanya kazi vizuri zaidi. Namba 3. Hupunguza shinikizo la damu. Vitunguu swaumu vina uwezo wa kupanua mishipa ya damu, jambo linalopunguza presha ya damu na mzigo kwa moyo. Namba 4. Husaidia kupunguza mafuta mabaya. Kula vitunguu mara kwa mara husaidia kupunguza LDL, cholesterol, mafuta mabaya, na kuongeza HDL, mafuta mazuri, hivyo kupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo na kiharusi. Faida namba 5. Huongeza nguvu za mwili na ubongo. Vitunguu swaumu huongeza mzunguko wa damu, jambo linalosaidia ubongo kupata oksijeni na kutosha, kuongeza umakini, kumbukumbu na nguvu za mwili. Faida namba 6. Huimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Husaidia kuua bakteria wabaya tumboni, kuboresha mmeng'enyo na kupunguza gesi au tumbo kujaa. Pia husaidia watu wenye vidonda vya tumbo kwa kudhibiti bakteria. Faida namba 7. Huongeza nguvu za kiume na uzazi. Kwa wanaume, vitunguu swaumu vinaongeza mtiririko wa damu kwenye viungo vya uzazi na huongeza uzalishaji wa homoni ya testosterone. Kwa wanawake, husaidia kuzalisha homoni na kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Namna au jinsi ya kutumia. Namba 1. Saga au ponda vitunguu vidogo 2 mpaka 3. Namba 2. Acha vikae dakika 5 kabla ya kumeza ili alisini itoke vizuri. Namba 3.
Kunywa kwa maji ya uvuguvugu au asali kidogo. Tahadhari: usile kwa tumbo lililo na vidonda vikali au gastritis, kwa sababu inaweza kusababisha kuchoma. Lakini pia wapo wanaotumia dawa za presha au damu nyembamba kama aspirini. Wasitumie vitunguu vingi bila ushauri wa daktari. Na mwisho, usitumie zaidi ya vitunguu 2 mpaka 3 vidogo kwa siku. Imeandaliwa na Tryphon Willy Eric Tesha, the FP Unknown Unpredictable, na kuwasilishwa naye ndugu Camillus Agathon Nguya. Asanteni kwa kunisikiliza.